kazi zake. Roho Mtakatifu na kazi zake. Na leo kazi hizi za Roho Mtakatifu nitagusia kama kazi 6 hivi. Nitagusia kazi aina 6 ya muhimu. Sio kwamba ina maana Roho Mtakatifu ana kazi 6 tu, hapana. Mimi nimechagua 6 ambaye nimeweka kipaumbele hapa, lakini ina nyingi. Ninaweza nikaendelea na zile zingine. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu kutuletea habari za mbinguni. Kuleta habari za mbinguni katikati ya wanadamu. Kwa kazi namba 1 ya Roho Mtakatifu, anatupa habari ya mambo ya mbinguni. Sisi tunayemwabudu Mungu tuko katika mwili, lakini sehemu pia katika roho. Kwa Roho Mtakatifu kitu anachofanya, anafanya mwingilio kati ya mwanadamu walioko katika mwili, kuachilia namna fulani ya huyo mwanadamu kupata mawasiliano ya Mungu. Anaingia katikati ya huyo mwanadamu wa mwili na kuleta mawasiliano ya Mungu au uwepo wa Mungu, ni Roho Mtakatifu. Kwa hii kazi ya kwanza, ni kufanya kazi kuleta habari za mbinguni katikati ya wanadamu. Hiyo tunapata katika Yohana 16 mstari ule wa 14. Kwa naomba msomaji mmoja wa Biblia utanisomea hapa. Utasoma tu mstari huo mmoja. Hii ni hatua ya kwanza. Kwa Roho Mtakatifu kazi yake ni kuleta habari ya mbinguni katikati ya wanadamu. Ndio maana tunapomwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu tunayemsikia, tunayemwona, anayefanya ishara katikati yetu. Leo ukimwambia mtu akipona, sio mtu mwingine ndiye aliyemponya, ni kazi za huyo Roho Mtakatifu. Tunapata ufunguo ya mambo ya siri kupitia Roho Mtakatifu. Tunalifundisha kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo naomba usome hii hatua ya kwanza tusikie inasemaje. Anasemaje? Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Hebu tuseme wote, nina habari. Wangapi wanaamini kwamba wana habari? Kwa hatua ya kwanza, Roho Mtakatifu ni mleta habari. Tunaona kwamba atachukua yaliyo ya kwangu na kuwapa ninyi habari. Kwa kazi ya kwanza, Roho Mtakatifu analeta habari ya mbinguni katikati ya watu. Hatua ya pili, Roho Mtakatifu ni ishara katikati ya wanadamu. Ni ishara. Kwa Roho Mtakatifu ni ishara. Hii hatua ya pili ya ishara tunapata kwenye Marko 16 mstari ule wa 17. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakila kuvisha haitawazuru. Kwa Roho Mtakatifu katikati ya wanadamu, yeye amekaa kama ishara, kwa kumaanisha ya kwamba wanapotubu na kuokoka, abaki vile alivyokuja na kutubu, kuna ishara itaingia ndani yake. Na ishara hiyo, kwa mara ya kwanza, huyo mtu ataanza kunena kwa lugha. Kwa mtu anapookoka na kutubu, atakapopiga magoti na kusalishwa sala ya toba, wakati anaendelea, anajazwa Roho Mtakatifu. Hasa anapojazwa Roho Mtakatifu, tayari ile ni ishara kwa yule mtu. Kwa sababu Roho Mtakatifu atusomei kwa shule, atusomei. Roho Mtakatifu anashuka, na huyo mtu anaanza kusikia ishara.
ishara. Hiyo tunapata kwenye Marko 16 mstari ule wa 17. Namba 3, Roho Mtakatifu ni mwezeshaji wa kanisa. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji wa kanisa. Kanisa lolote ambalo halina Roho Mtakatifu halina uwezo wa kushindana na nguvu za giza. Haina uwezo wa kushindana na mashindano ya wachawi ulimwengu wa roho. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Ukikuta kanisa linalolipa kipaumbele Roho Mtakatifu, wana uwezo wa kushindana ulimwengu wa roho na vitu vinavyoshindana na wao. Wanaweza kushindana na magonjwa, wanaweza kushindana na wachawi, wanaweza kushindana na uharibifu, wanaweza kushindana na uovu, wanaweza kushindana na dhambi, wanaweza kushindana na vitu mbalimbali. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Lakini pia kanisa linapolipa Roho Mtakatifu kipaumbele, wana uwezo wa kushindana na wapinzani wao. Maana kanisa lina wapinzani. Kanisa lina upinzani. Kanisa ni watu waliojitenga kumwabudu Mungu. Ni mtu aliyejitoa kikamilifu kwa Mungu. Sasa ili uweze kufanya mambo ya Mungu, kukabiliana na changamoto mbalimbali, lazima Roho Mtakatifu akuwezeshe. Mwambie yako, lazima Roho Mtakatifu aniwezeshe. Mtu wa kulia na kushoto, mwambie mabadiliko. Mwambie acha kuishi kama ulivyokuja. Mwambie taka mabadiliko ndani yako. Mwambie ndani yako anza kuizi ishara, anza kuizi tabia, anza kuizi nguvu ambazo ulikuwa hauna. Kisha kidogo mwambie amina. Piga kelele kama tuko pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Piga mwambie mwezeshaji. Mwambie Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Hiyo tunapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari ule wa 17. Matendo ya Mitume 15 mstari wa 17. Mara mingi kanisa lilipokuwa likimwabudu Mungu lilikutana na changamoto mbalimbali, lakini Roho Mtakatifu aliwawezesha watumishi wa Mungu waliokuwa wanamwabudu Mungu na walishinda upinzani mbalimbali. Kama kanisa linataka kushinda, lazima Roho Mtakatifu awe kipaumbele. Mwambie jirani yako, lazima umpe Roho Mtakatifu kipaumbele. Sasa hapa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tunaanza kuona upinzani ndani ya kanisa. Hebu naomba mtu mmoja unisomee Matendo ya Mitume 5 mstari wa 17. Akaondoka kuhani mkuu na watu waliokuwa pamoja naye, nao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo. Wamejaa wivu. Kusema wote dhehebu ya Masadukayo waliojaa wivu. Sasa madhehebu ya Masadukayo, ukisoma hapa mstari wa 17, tunaona ishara iliyofanyika wakati Anania na Safira walikuwa wanatoa uongo mbele ya Roho Mtakatifu. Na baadaye Anania alipokufa na mke wa Safira, kuna hofu ya Mungu iliwaingia watu. Na hofu ya Mungu iliwaingia watu, maandiko yanasema wale watu wakaitii ile imani kwa akili zao zote, wakajitoa kwa nguvu zao zote. Walipojitoa, nguvu ya Mungu ikaongezeka ndani ya kanisa, mpaka mitume wakatumia mavazi kuponya watu. Lakini upande wa pili wa madhehebu ya Masadukayo, kama unaposoma kwa Matendo ya Mitume 17 kwenye mstari wa 5:17, anasema wakajawa na wivu. Walipojawa na wivu, wakaanza kushindana na kanisa, wakaanza kulipiga kanisa, wakaanza kufanya vita na kanisa. Je, vita yao itashinda? Kwa sababu hapa inaonyesha wakaanza kufanya vita.
unapofanya jambo lolote vizuri, usifanye tu na kutulia. Unapofanya mazuri, kuna watu upande wa pili wanaumia. Hata kama unaomba vizuri, kuna watu upande wa pili wanaumia. Kama ni maendeleo yako, kuna watu upande wa pili wanaumia. Ndipo ilipotokea kwa kanisa. Biblia inasema walipoinuka, inaendelea kusoma kidogo, wakawakamata mitume, wakaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akisema, nendeni mkasimame hekaluni, mkawaambia watu maneno yote. Kama ni maneno vinavyoitwa, simameni hekaluni. Yale malaika anawatoa, anakuambia nendeni mkajifiche, anawaambia nendeni hekaluni. Jamani, nasema mtu aliyejaa roho, anaomba katika roho, anaweza kuleta ufalme wa Mungu duniani. Anaweza kucheka katikati ya shida. Sio malaika anawaambia mkajifiche, nendeni hekaluni mkaseme maneno hayo yote mlioyasikia, mlioyaona. Nendeni mkaseme. Sema amina kwa jina la Yesu. Kila mtu mshike jirani na kumwambia usiogope vita. Mwambie kama unaye Roho Mtakatifu, mwambie unaye kitu cha kukuwezesha vita. Mwambie kama unaye Roho Mtakatifu, mwambie acha vita iwepo. Wacha kuogopa vita, wacha kuogopa wachawi. Kama unaye Roho Mtakatifu, unaweza kubadilisha majira. Ninaweza kubadilisha majira pale ninapokuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu, ninaweza kubadilisha majira yote. Hebu usikike na kumwambia jirani yangu, mimi ninaweza kubadilisha majira yote. Malaika alipowatoa usiku, akawaambia nendeni hekaluni. Nendeni hekaluni. Kwa tafsiri nyingine, Mungu alikuwa anaona wa Masadukayo, hawa wanaelitesa kanisa, wanaona kama sisimizi. Wanaona kama sisimizi. Nao waliokuwa wanateswa, imani ya Masadukayo wameweka kwa Mungu. Roho Mtakatifu aliwawezesha kiwango ambaye hawakuwa na wasiwasi na kitu chochote. Sema basi hawakuwa na wasiwasi. Mungu anapenda kimeka wasiwasi. Kanyo imebega kimeka wasiwasi. Hawana wasiwasi. Halafu mimi nashangaa kitu kimoja. Walipokuwa na wasiwasi, Biblia inasema watakutanika hekaluni, wakamuomba Bwana, mahali pale pakatikiswa, wakaanza kunena neno la Mungu kwa ujasiri. Roho Mtakatifu akishuka, tikiswa kidogo, neno ya sitaogopa miungu. Sema basi ogopi miungu. Usipige kelele useme amina. Mshike jirani yako mwambie Roho Mtakatifu, sema ni mwezeshaji. Sema basi amina. Sema basi amina. Na waliposikia wakaenda alfajiri na mapema. Walipotolewa tu mahakamani, wakaenda alfajiri na mapema hekaluni. Wakaanza kufundisha. Mwambie basi jirani yako wametoka eti kwenye kufungwa. Eti kifungo yao ilikuwa ni wivu tu. Kifungo yao ilikuwa ni wivu tu. Hawajaenda kitu cha mtu. Ndipo anasema wakaanza kufundisha hekaluni. Sasa hebu angalia, akaja kuhani mkuu na waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza, wazee wote wa Israeli, wakatuma watu gerezani ili wawalete sasa wale waliofungwa. Walipofika hawakuwaona gerezani. Hebu sema siko gerezani. Pendo na kitu cha isoba. Sema siko gerezani. Sema siko gerezani. Gereza la magonjwa. Sema siko. Sema gereza lolote lililobeba hofu. Sema siko. Sema siko gerezani. Mwambie
gereza, Roho Mtakatifu amewawezesha, amewatoa. Alafu alipotoka hajaacha mlango wazi. Mimi namshangaa Roho Mtakatifu. Shikamoo Roho Mtakatifu. Shikamoo Roho Mtakatifu. Mimi namshangaa Roho Mtakatifu. Eti wanatoka gerezani. Walipotoka gerezani bado milango ina makufuli. Wale waliokuwa wanatazama kwa nje wanajua watu wako ndani ya gereza, lakini ndani ya gereza hayupo mtu aliyekuweka shimoni, anayekulinda nje, akifikiri uko shimoni, alina shimo, lakini wewe umetoka. Umetoka. Hebu mwambie kwa nani ndio shimoni? Mwambie asunduke kwenye hilo shimo. Mwambie lakini mimi siko kwenye hilo shimo. Mwambie watu wawili mimi siko kwenye hilo shimo. Sema basi siko kwenye hilo shimo. Mwambie chungu chochote wanayelinda, waliweka picha yangu, waliweka majina yangu, sema walinde, lakini mimi siko kwenye hilo shimo. Piga kelele sana. Mwambie nako wanaangalia gereza. Mwambie ina makufuli. Mwambie lakini waliokuwepo ndani ya gereza wako hekaluni wanahubiri. Wako hekaluni wanahubiri. Hii ndio raha ya Roho Mtakatifu. Hii ndio raha ya kuomba katika Roho. Roho Mtakatifu kipaumbele. Wakati maadui zako anasema umekufa, hapo ndipo anapoona unang'aa. Ndipo anaona unanyanyuka. Wakati wamesema ameisha, ndipo anapoona ndio unapanda. Wakati wanasema tumemfungia, ndipo anaona unatembea. Piga kelele, sema amina kwa jina la Yesu. Mwambie na kumpa Roho Mtakatifu kipaumbele. Sema tena, wakaenda gerezani. Walipofika gerezani, wakafungua gereza. Wanaenda kuwatoa watu wa jamaa. Wanaenda kuwatoa watumishi wa Mungu. Wanatoa watumishi wa Mungu hawa. Wakapeleka habari njema. Wale watu tuliowafungia jana hawapo gerezani. Wajamaa wako hekaluni wanahubiri. Wanawaambia Yesu, Yesu ni mzuri. Shikeni neno la Mungu. Mungu ni mtamu. Hai. Umesikia? Mami jina nako cha wasiwasi. Hebu malizia wakarudi wakatoa habari wakisema gereza tumekuta imefungwa salama, lakini na walinzi pia wako mlangoni. Hivi walinzi wa jamaa walipitaje? Hebu sema ni sema Roho Mtakatifu akinisaidie. Sema nitapita katikati yao. Sema basi. Sema basi. Sema unaenda kama upepo. Mungu akupe neema. Wanayekuchukia waone. Wanayekusema wakuta wanakusema, lakini usiwakasirikie. Mwambie nako wakute lakini usiwakasirikie. Kasirikia pia mbeba na ameshamteka. Mshike na kumwambia unajua shida ya kufanya mateka. Wakishafanywa mateka na Mungu, yeye anaanza kumkasirikia yule mtu kama yeye anamkamata. Ukikuta mtu anakusengenya, akikusengenya wakati uko hapo, wewe pita kama upepo. Anaanza kumkuta unamsalimia. Hakuna haraka unamjua adui. Mimi anasema mpe adui wako chakula. Si useme basi amina. Hebu sema tena. Milango ya gereza ipo imefungwa. Lakini tulipofungua hatumkuta mtu ndani. Jemedari wa hekalu na mkuu wa makuhani. Sasa wale waliojaa wivu, hebu sema tena waliojaa wivu. Sema tena nyewe waliojaa wivu. Sema mnataka kunila. Sema kuleni nyama wenu wenyewe. Si useme basi amina. Kama kula nyama yako mwenyewe. Sasa wakasema waliposikia haya wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, kwa ajili ya jambo hili. Mmoja akaja akawapasha habari akasema, watu wale waliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu wakisimama wakifundisha
Sema basi wakifundisha. Yebeli akaenda pamoja na watumishi. Wakawaleta. Si kwa nguvu. Waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe. Walipowaleta akaweka katika baraza. Kuhani mkuu akawauliza akisema, hatukuamuru ninyi kwa nguvu, msifundishe kwa jina hilo. Kusema tena walitishiwa, lakini walivunja nini? Sheria. Wale wasikia hapo walivunja sheria. Hatukuamuru msiseme tena kwa jina la mtu huyu. Mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu. Na mnataka kuleta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko nani? Hakuna mtu anayeweza kusema hivyo kama hajawezeshwa. Kwa nini unapokuwezi kusema hivyo kama hujawezeshwa? Sema basi amina. Vita watu wengi wanapopitia. Kwa nini vita vinakuwa vinashindikana katikati ya basi ya watu? Vinashindikana kwa sababu saa zingine unaweza ukapita vita wewe mwenyewe. Na ukipita vita wewe mwenyewe unakuwa na maumivu ya moyo. Ndio maana unakuta mwingine kwenye vita yake hata usingizi habari kidogo. Sema basi amina. Hawana kitu sahihi. Hawana uoga. Je, tumtii au tuwatii? Hakuna mtu anaweza kuzungumza hilo neno kama hajawezeshwa katika roho. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako ni mwezeshaji wako mkuu. Atakusaidia katikati ya sehemu mbaya, katikati ya huzuni yako. Utacheka mwenyewe hata kama mtu anakuchekesha. Unajua unaweza kukaa huku maumivu. Wale kuzingira wote alishika. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakuwezesha. Utasikia unacheka. Ndio nani anakwenda? Sema amina. Utacheka watu wanasema mbona ana furaha? Sasa maandiko yanasema tuwatini nyaumu. Kuanzia haraka tena kwenye andiko lingine. Mlimua mkimtundika katika mti. Mtu huyu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume. Awe mkuu na mwokozi. Unaona sasa? Sema basi mkuu na mwokozi. Hichi ni kipindi ambacho kanisa kilikuwa kinapitia. Lakini katikati ya hichi kipindi, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa analiwezesha kanisa. Kanisa halikuchoka kabisa. Hawakurudi nyuma. Hata kama wale masaruko walikuwa wanawapiga, walikuwa wanaona wivu, walikuwa wanataka kuwapoteza kwa amani ya dunia. Roho Mtakatifu aliwawezesha katikati yao. Walipokusanyika wakatikiswa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu. Kwa nini jamani? Walikuwa kidogo wanataka kupata hofu. Walipoona kwamba wanapata hofu, maandiko yanasema wakakutanika, wakaomba pamoja. Roho Mtakatifu akaleta mtikisiko, wakajaa Roho Mtakatifu. Walipojaa Roho Mtakatifu wakaanza kuhubiri kama wamevuta bangi, wakaanza kuhubiri kama wamechanganyikiwa. Mbona msemi amina? Wakaanza kusema kwa ujasiri, wakipita kila mahali, hawana uoga yoyote. Sema basi amina. Lakini waliomba kwanza, wale wakatikiswa. Roho Mtakatifu akawajaa, wakaanza kuhubiri kwa nguvu, kwa nguvu ya Roho, sio nguvu ya mwili. Unajua mtu mwenye nguvu ya Roho unaweza kupita mahali pa hatari halafu usionekane. Sijui kama unanielewa. Unaweza kupita mahali pa hatari na uonekane. Mimi
siku moja hawa watu wa mila wakaja kumkamata mzee mmoja. Tulikuwa tumekaa watatu. Hawa watu walipotuvamia saa 2 ya usiku wakaingia. Wakasema tunawataka hawa watu. Niliposema karibuni chakula. Nilikuwa ninakula chakula. Wakaniambia wewe mama, nyamaza kimya. Tunataka hawa watu. Nikazidi kuambia karibuni chakula tule. Wakasema wewe mama, nyamaza. Sasa hivi tunakunyorosha. Yaani mimi nikaa najiuliza hawa watu, mimi ni baba, ni mchungaji, niko na washirika wangu wawili wanapelekwa kwenye mateso, alafu mimi ninawaambia watu karibuni tule kwanza ili tusungumze, alafu inaonekana kama mama. Unajua ulimwengu wa roho, roho akanipa saa hiyo, akanipa matiti, akanipa gauni. Unajua alikuwa ananiangalia, hawanioni kama baba, nikajua hii ndio ya Roho Mtakatifu. Hii ndio ya Roho Mtakatifu yenyewe. Wakatolewa, wakapelekwa, nikala chakula. Nilipomaliza asubuhi na mapema, nikaamka nikaendelea kuomba. Lakini wakati wanaenda, wanasema yule mchungaji uko hapa. Yule mnorosha. Na mchungaji mwenyewe ndiye alikuwa anawakaribisha chakula. Alafu anaona kama mama. Roho Mtakatifu anazo njia nyingi za kumlinda mtu. Na siku hiyo wakati walipokuja vile, nilikuwa mlimani kwenye maombi. Nilikuwa naomba kwa sababu wakati wa nyuma walinipiga sana, walinitesa, walinivulia nguo, walinidhalilisha. Nikawa namwambia Roho Mtakatifu, kwa sababu watu wanakuja wanataka kufanya vita na kanisa na watu wako, Roho Mtakatifu, siko tayari tena kupigwa. Nimeshamaliza kupigwa, sitaki tena kupigwa. Akasikia maombi yangu katikati ya watu, nikawa naonekana kama mama. Shikamoo Roho Mtakatifu. Sema amina. Hiyo ndio raha. Roho Mtakatifu ni mwezeshaji. Na ndio maana katika kukata tamaa, usikate tamaa katika masuala ya ibada, katika masuala ya kuabudu. Mtakatifu ni mwalimu. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu, unapoleta ujumbe wa neno la Mungu, Roho Mtakatifu anapanua ndani yake. Ukimfundisha kitu kimoja, kwa sababu ana Roho Mtakatifu, anajifunza vitu vingi. Kwa unaweza kumfundisha mtu ufunuo fulani, ndani ya ufunuo mmoja yeye akapata ufunuo 10. Ndani ya ufunuo mmoja. Kwa nini anapata zote 10? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Hebu sema Roho Mtakatifu ni mwalimu. Sema tena Roho Mtakatifu ni mwalimu. Sema kwa nguvu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Sema tena kwa nguvu Roho Mtakatifu ni mwalimu. Bwana asifiwe. Yohana 14:26. Yohana 14:26. Tunamwona Roho Mtakatifu kama mwalimu. Kanisa likijaa Roho Mtakatifu, mafundisho yake yanakuwa ni mepesi. Tunapata kitu kinachotoka kwa Mungu moja kwa moja. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapofundisha watu, hawafundishi mambo ya uongo wala mambo ya hofu. Anawafundisha mambo yanayotoka kwa Mungu moja kwa moja, kuwekeza ndani ya mioyo yao. Sema amina. Piga kelele amina. Usijidanganye na kumwambia Roho Mtakatifu ni mwalimu. Usiwaambie tena mwambie Roho Mtakatifu ni mwalimu. 14:26. Yohana 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwenu, atawafundisha yote. Kusema yote, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Sema tena Roho Mtakatifu atanifundisha mambo yote. Sema jambo lolote la siri, sema Roho Mtakatifu ananifundisha. Sema mambo yaliyojificha, sema Roho Mtakatifu ananifundisha. Sema nitaelewa kupitia Roho Mtakatifu.
kiongozi. Ni kiongozi mkuu wa hiyo safari. Leo hii tunapohubiri habari ya Kristo, tunapohubiri habari ya Mungu, tunahubiri Mungu tuliyemuona katika roho. Sema tena, katika roho. Hakuna mtu yoyote anayeweza kudumu kwenye vita, anayeweza kudumu kwenye changamoto za maisha, anaweza kudumu kwenye mapito kama Roho Mtakatifu hajihakikishia ndani ya moyo wake. Hawezi kukaa. Hawezi. Akipita kwa changamoto anakimbia. Mimi siku moja tulipopita kwenye vita vya kiimani, watu wakaja wakatupiga. Mtu mmoja akakimbia. Na wale watu waliokuwa wanatupiga akikuchapa anakuambia mteme Yesu. Sema tu simtaki Yesu. Sasa yule mwenzangu akakimbia. Kama makofi akatoka mdomoni. Akatapika. Akasema ndio mbele kusha bali akaanguka mbele. Japokuwa yule jamaa alikuja kurudi nyuma. Lakini walipokuwa wananichapa wananiambia mteme Yesu. Nikawa napiga mahesabu. Mteme Yesu. Ni rahisi kumtema. Lakini unapokana tu mdomoni kukataa. Maana katika ulimwengu wa roho kuna maksi zinakatwa. Zinapunguzwa. Kwa kilichonisaidia sema mseme Yesu. Oh haleluya, asante Yesu. Wanasema ananena kwa lugha ya giza. Nikasema sawa, potelea pote. Mimi naelewa sio lugha ya giza. Mshike njia yako mwambie yeye anaelewa lugha ya giza. Wakidichapa. Sio Roho Mtakatifu. Mwili wangu wote ganzi. Kama nanena. Asubuhi na mapema akasema kifo inayemuua mlokole sio kifo ya kawaida. Ana roho kama ya paka. Akipiga kizimia kesho amenyanyuka. Sema amina. Wanachukua kumlidia baba. Wengine wanamlidia mchungaji. Mchungaji kuna shida. Nimegongwa. Baba bwana ananitesa. Mchungaji anamwambia hata nani? Mwangalia basi ndio kumwambia mchungaji anamwambia nani? Hebu mchike kile nako kimwambie wewe kupata kushida. Wakaenda mchungaji kupata shida anamwambia nani? Mshike basi kile nako kumwambia anamwambia nani? Wamejifunza kumwambia Bwana. Mtu anayemwambia Bwana anapata majibu. Sio kama unanielewa vizuri. Ukipata shida mchungaji una shida. Mchungaji mnaomba amenijapa. Ina ikaliki. Mchungaji sijala. Mchungaji asipokula namwambia nani? Kwa hiyo haya naombea tu maji kimya kimya watoto wanakunywa wanalala. Mwambie ndani yako jifunze kumwambia Bwana. Hiyo ni siri kubwa. Ni mfumuzi wa vitu vya siri. Roho alipo anapokuwa ndani yako, unaweza kufungua jambo lolote. Unaweza kufungua jambo lolote lenye faida. Unaweza kufungua jambo lolote linalotesa familia yako. Unaweza kuleta majibu kati ya giza iliyotanda kwenye familia. Kwa sababu unapoomba Roho Mtakatifu anaweza kukupa maelekezo ya kitu kinacholeta tatizo. Tatizo uliokuwa nalo. Na ukiwa mtu wa namna hiyo, utaishi kwenye hii hatua ya 6. Kufungua vitu vya siri. Ni rahisi sana kuleta ukombozi kwa mwenzi wako. Unaweza kuleta ukombozi kwa ndoa, kwa watoto, kwa kazi yako, kwa biashara, kwa kijiji, eneo ambalo upo. Kwa sababu utakapokaa unaweza kuombea jambo, lile jambo ni dogo, lakini ukatumia nguvu kupambana nalo. Mfano siku moja nimemkuta mtu, mwanamke mmoja aliyemtukana baba yake, akawa kijana, alitoka mdogo namna hii, akamlani baba yake, akamfushia. Ile hasira ya baba yake
akamjia yule mtu, akawa kichana, akawa anapelekwa kwenye maombi, akawa anaombewa. Baba, kwa jina la Yesu, pokea uzima, kichaa itoke. Oh Baba, akaenda kwa watumishi, wakaomba. Wakati nimetulia, Roho Mtakatifu akaniambia, huyu mtu kuna kitu alichokifanya kinachomletea tatizo. Nikawaza moyoni mwangu, baadaye nikawatoa pembeni, nikamwambia Roho Mtakatifu amenipa signal, ameniambia kuna kitu ulichokifanya huyu mtoto amefanya. Wakasema huyu mtoto nyuma, hali iliyomtokea alimtukana baba, akamwagia udongo. Nikamwambia hilo tatizo ndio linaemla. Akasema hapana, kwa sababu tuliwahi kumwomba baba msamaha na alimsamehe, lakini kiukweli babake hakumsamehe. Nikamwambia babake haukumsamehe. Kumbe huyu mtoto babake alikuwa na wanawake wawili. Huyu mwanamke wa pili akamdharau mume wake, akaanza kuwadharaulisha watoto wake. Ndio maana usimdharaulishe watoto wako baba yao. Hiyo laana ni kubwa. Ni kubwa. Sasa nilipozungumza naye, yule mzee akasema, "Kwani mchungaji, waliniambia nimsamehe, nikamsamehe kwa sababu ya hili tatizo. Lakini hili tatizo ndio lililonipa nimsamehe, maana huyu mwanamke amenidharau na amenidharaulisha hawa." Nikamwambia, si mnasikia? Yule mama akaanza kubishana. Tulikuwa watumishi wengi. Nikamwambia, mama, nenda magotini, muombe baba. Akapiga magoti, akamwomba baba. Yule baba akamsamehe.